Yesu mbinguni, asante kwa ulinzi wako bora ambao umetulinda sote. Kwa kweli tunashukuru kwa kuwa wandugu na wadada umewaongoza kutoka mbali hata wamewasili salama. Jina lako lipewe sifa. Amen. Sote tunanyenyekea mbele zako ili uweze kututakasa kwa damu uliyoimwaga msalabani. Na pia kwenye kikao hichi utukirimie Roho Mtakatifu ili aweze kutuongoza kwa kila neno, tutakapopata mwisho mzuri tutashukuru jina lako. Amen. Tunaposimama ili tuzungumuze neno lako, tunakusihi Mungu uwe mwalimu wetu mkuu, hata neno lako ulifanikishe katika mioyoni mwetu. Hivi tunaomba kupitia jina tukufu la Yesu Kristo. Amen. Jambo nyote. Tunashukuru Mungu kwa sababu nilipokuwa na mpango wa tarehe hii, hakuna mwanadamu angeikamilisha, lakini anayeikamilisha ni Mungu mwenyewe. Mungu wetu apewe sifa. Amen. Nimesimama nikiwa mwalimu wa mwisho kwa siku ya leo, na fundisho lenyewe linasema umoja na upendo wa ndugu. Hilo ndilo fundisho ambalo tunataka kuzungumzia kwa saa hizi. Kwa kweli wengi wenu wamechoka, siku mzima walikuwa wakisafiri, lakini hatuweze kulala bila kujifunza, na Mungu akitusaidia hatutakawa. Ndio maana uwe makini kwa kusikiliza. Fundisho yenyewe inasema nini? Umoja na upendo wa ndugu. Umoja na upendo wa ndugu ndilo fundisho ambalo tunataka kuzungumza. Kuhusu umoja, Yesu mwana wa Mungu alipokuwa hapa duniani, alipokaribia kupaa kwenda mbinguni, aliombea wanafunzi wake umoja. Kitabu cha Yohana sura zake 17. Lakini kwa kuharakisha sisi tutasoma, wewe karibia, tutasoma kwanza fungu la 21, tutaishia kwenye fungu la 23. Msomaji atasoma nanyi mtasikiliza. Kitabu cha Yohana. Okay. Asante. Soma sasa 21. Anasema wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiye uliyenituma. Kabla hajasonga mbele, nina uhakika kwamba ninyi nyote mnayekuwa hapa mna haja na hata mna maombi kusudi hii injili isikike kwenu na isikie katika hii nchi yenu, na hata hii injili ifike duniani. Simuna ile nani? Simuna ile ombi kusudi hii injili isikike duniani mote. Sasa hausikie kwamba Biblia inasema tukijifunza kuwa na umoja
kama vile Mungu na Yesu Kristo wako wamoja, wa ulimwengu watasadiki kwamba sisi tu watoto wa nani? Wa Mungu. Wa ulimwengu umesikia? Chini wanasema nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja, mimi ndani yao nao ndani yangu, ili wawe wamekamilika katika umoja, ili ulimwengu ujue ya kuwa ndiwe uliyenituma, ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Mpaka hivi tusaidiane kuelewa na kusikia kwamba kabla hatujafikiria umoja kamili kama umoja wa Mungu na Yesu Kristo, bado injili yetu haitasikika karibu na mbali. Mpaka tuwe na nini? Na umoja. Kiasi kwamba Biblia inasema tuwe na umoja ambao umekamilika. Kuna umoja wa juu, lakini Biblia inasisitiza tuwe na umoja unaofanya nini? Unaokamilika. Na ni hapo hapo wa ulimwengu watasadiki kwamba sisi tu watoto wake. Msomaji tungali naye. Baba, hao ulionipa nataka wawe pamoja nami popote nilipo, wapate na kutazama utukufu wangu ulionipa, kwa maana ulinipenda kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Baba mwenye haki, ulimwengu haukukujua, lakini mimi nalikujua, na hao wamejua ya kwamba ndiwe uliyenituma. Nami niliwajulisha jina lako, tena nitawajulisha hilo, ili pendo lile ulilonipenda mimi liwe ndani yao, nami niwe ndani yao. Mungu akubariki sana. Amen. Nikusema kwamba wakati wote tutafikiria umoja kamili, tutakuwa na dalili tosha kwamba tuko ndani ya Yesu, kama vile Yesu naye anakuwa ndani ya nani? Ya Bwana wake. Nikusema tunaposoma hii ukurasa yote ya Yohane sura 17, Yesu alizungumzia kuhusu umoja, akairudilia mara 5. Kusudi nini? Kusudi umoja tu peke yake, wawe na umoja. Anaendelea kufika chini, wawe na nini? Na umoja. Akasema mengine kufika chini, wawe na umoja. Tujiulize kwa nini alisisitiza kuhusu umoja. Tawaambia kwamba wakati Yesu alikuwa msalabani, akakuwa na maono ya uungu. Akaona vile yeye ameshikwa na kupigwa misumari, akaona kifo chake cha msalabani. Hapo hapo akaona mateso ambayo yatapata wanafunzi wake, akayaona. Akaona vile watapigwa fimbo, wengine gerezani, na tena wale wenyewe watasulubiwa kama yeye akawaona, na wenyewe watachinja sawa mbuzi, na wengine watawekwa motoni, na wale wenyewe watawekwa motoni. Kwanza tuelewane, Petro alikufa kifo gani? Alikuwa mjumbe maalum. Paulo naye alikatwa kichwa. Alikuwa mwinjilisti maalum. Utasoma sasa na Barnaba na Waduduma na wanani, bengine kuchomwa, bengine kuuawa. Ingekuwa mimi nikiona kwamba bainjilisti mmoja atakufa na mwingine akufe, ningeona kwamba ni jambo la kutisha kwamba hata injili itafifia. Kitabu ambacho nimepatia labda na tusomee pale. Anataka tusomee uone kwamba Yesu hakuhofia hata kidogo mateso na kifo cha wainjilisti. Hakuona kwamba ni jambo ambalo litazuru kanisa. Kufa kwa wainjilisti, tena wale wenyewe wamechagua. Watu wenyewe walikuwa na kipawa cha kueneza injili.
kufa kwao, Yesu hakuona kwamba ni jambo ambalo linaweza kuzuru nini? Kanisa. Lakini akaona kwamba kitu ambacho kitazuru kanisa, hata kanisa linafifia, kanisa linakosa maendeleo, kanisa linakosa litoke wapi liende wapi, ni wakati wowote watakosa umoja tu. Nikusema kwamba pale kwa kukosa umoja, afadhali tupate mateso na tuuawe, lakini tuuawe tukiwa na unini na umoja. Nilikuwa naomba wapatie ukurasa kisomo Kiingereza. Unajua Waisome Kiingereza. Kiingereza. Aha. Ni Testimonies ya 5 ukurasa wa 236. 5T 336 paragraph. Ule mwingine atasoma sasa ile Kiingereza iko. 5T 336. 336. 336, 236. 236. Yes. Aha. Paragraph 4. Mahali wanasema umoja na upendo inapaswa iwe kati ya wanafunzi wa Kristo, kama vile Yesu alivyosema katika ombi lake la mwisho kabla ya kusulubiwa. Tuko pamoja. Atakaye soma sasa 88 en français. atakaye soma akuje. Akuja asimame hapa. Usome vizuri na Swahili tutafsiri tusikie. Sawa. Ila kijenga yuko nani atatutafsiria kwa Kiswahili? Inasema that union and love might exist among his disciples. That union and love might exist among his disciples was the burden of our Savior's last prayer for them prior to his crucifixion. Umoja na upendo vilitakiwa kuwa katika wanafunzi wa Kristo. Hili ndilo lilikuwa ombi la Yesu aliloombea wanafunzi wake kabla ya kusulubishwa. With the agony of the cross before him, his solitude was not for himself, but for those whom he should live to carry forward his work in the earth. Akikaribia mateso ya msalabani, ombi la Kristo hakujiombea yeye mwenyewe, bali alionyesha bidii katika wale watakaoendeleza kazi yake hapa duniani. The severest trials awaited them, but Jesus saw that their greatest danger would be from a spirit of bitterness and division. Anasema mateso makali yalikuwa yanawaongojea. Mateso makali yalikuwa yakifanya nini? Aha. Lakini Kristo aliona ya kwamba shida kubwa au danger ambayo ina hatari kubwa, asante, ambayo ilikuwa inawakabili ilikuwa ile roho amertime ushari Ambayo ina uchungu. Ingetoka kwa Kiswahili tusikie. Kiswahili ndio nilikuwa natafuta Ingetokana na mgawanyiko. Ile roho ya uchungu na mgawanyiko. Yaani ule uchungu unaozungumziwa ni kuchukiana. Ile chuki na mgawanyiko. Ndio ilikuwa hatari kubwa kuliko mateso ya kuuawa. Sasa tunashukuru. Nikusema kwamba uchungu ungepata wa mitume na mateso na kuuawa, Yesu hakuona kwamba ni kitu. Alichohofia tu ni kuona kwamba ndani yao mnaweza tokea uchungu, kutopatana na mgawanyiko. Ile njo alihofia, akaona kwamba kanisa litakuwa limepata shida kubwa sana kiasi kwamba ataona amesulubiwa bure. Ndio maana kuomba kwake sasa akaomba wawe na umoja. Paka hivi Biblia imetuonyesha kwamba
kuwa na umoja tu, ni hapo wa ulimwengu wote watasadiki kwamba Yesu ni mwana wa nani? Wao ni wana wa nani? Wanafunzi wa Yesu Kristo. Fundisho wenyewe tunalojifunza inasema umoja na upendo wa nini? Wa ndugu. Na upendo wa ndugu. Na tungali hapa hapa kuhusu huu umoja tumeusoma kwa kitabu cha Biblia na tena tumeusoma kwa kitabu cha Ushuhuda. Tuweke haya mafungo kwanza yanayotuonesha upendo alisema kuhusu upendo nini? Si Yohane tu, soma Yohane sura zake 13. Fungo lake la 34. Kunasema nini? 13 fungu la 34 nasema, amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Sijui mumeelewa. Yesu akasema nawapa amri mpya. Ni amri. Ni amri. Kama vile tunavyohubiri, tunalia sana kuona watu jinsi wamepotea kwa kuvunja amri za nani? Za Mungu, kama vile Sabato na amri zingine. Ni hivi tukiwa wainjilisti, hata wazee wa makanisa na mashemasi pia, ni vizuri kuangalia kwamba upendo unaonekana ndani ya kanisa. Sababu Biblia yenyewe inasema ni amri mpya, mpendane. Malizisha. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Haoni kwamba ninyi wenyewe hapa wengi mnakuaga na manunguniko na huzuni na shida kuona watu wa maeneo fulani banaabudu ndani ya kanisa wakiwa watu 5. Siwako hapa. Wengine wawili. Makwao huko Wengine watatu. mweneo mzima ni kanisa la mahali, lakini ni kanisa linalokuwa na washiriki ngapi? 5. Hawana haja ya kusema wawe 10. Hawana. Hamuna haja ya kuwa 20. Iko. Munayo. Si aone kiasi kwamba watu ni kanisa ya mahali lakini ni watu 2. Muna haja ya kusema tungekuwa watu 30 na kuendelea. Sasa itaomba wale 2 wapendane, wale 5 wawe umoja, wawe na wale wangapi? 5. Wale 5 kwanza. Msingi ya kusema Mungu kanisa lizidishe. Kusudi kanisa Mungu afanye nini? Alizidishe. Kwanza ni kufanya nini? Wapendane wao kwa wao. Wawe na umoja kama ule umoja wa Yesu na nani? Na wanafunzi wake. Muisikie mzuri. Kwanza ninyi mpendane. Na muwe na umoja. Ndipo pale Mungu atafanya kazi ya kuzidisha kanisa. Huyu amaliza. Ulipomaliza pale. Kama ulipomaliza sasa, ingia tena kwa Yohane sura 15 fungu la 12. 15 fungu la 12. Wanasema hivi. Amri yangu ndiyo hii. Kunasikia? Mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Sijui Biblia inasema sisi tupendane kama vile Yesu Kristo alivyofanya nini? Alivyotupenda. Ina maana kwamba kutupenda kwake Yesu Kristo akatoa uhai wake kwa ajili yetu. Lakini wewe bado haujafikiria kiwango
cha kupana maharagi kwa ndugu. Maharagwe. Maharagwe. Haujatoa maharagwe kwa ndugu. Haujamtolea hata 100. 1,000. 1,000. Kutoa 1,000 ni vigumu kwako, kwa ndugu. Lakini Biblia yangu na yako inasema tupendane sisi kwa sisi kama vile Yesu alivyofanya nini? Alitupenda namna gani? Akatoa uhai wake kwetu ili tupate uzima wa nini? Wa milele. Lakini mimi na wewe hauyatoa hata siku moja ya kwenda kumuona na ukae pamoja naye, umwangalie na muombe kwa pamoja. Upendo wa kuimba haukuwepo. Upendo mpaka uwe na kitu kitakachotokea kwamba upendo yupo. Yesu kutupenda akashuka toka wapi? Mpaka wapi? Duniani. Alipofika duniani sasa akapata raha na furaha. Shida kakuwa kwake na mateso na kifo kwa ajili yetu. Tuachane na upendo wa kuimba. Kama bado wewe haujafika kwa ndugu, ukae naye mzungumuzi. Kama haya kutolea kitu, wewe huyamtolea kitu. Kama haujamuona mahala anapogonjwa, upendo hayupo. Hakuna upendo ya kuimba. Na Yesu upendo wake haukukua upendo ya kuimba na kusema ni hapana. Lakini yeye alitupenda mpaka misumari kafanya nini? Ikaingia. Wewe misumari yenye inaombwa juu yako, toa 100, toa maharagi, toa viazi, toa mahindi. Toa kwanza mikono yako, wewe msaidie kwa kulima shamba. Upendo wa kuimba haukuwagi. Paka ufike kwake. Mupatie kwanza nguo. Mupatie kinini? Kiatu. Haone hana hii. Mushipi. Nunua ile mushipi ya mzuri naye aivae. Hakuna upendo wa kuimba. Tafuta tiketi. Chukua gari, uende kwake kumtazama. Tiketi mpaka uchukue tiketi uende kumuona. Nauli. Unazania kutoka Nairobi kwenda Kisii. Ni sawa sawa na vile ni sawa sawa na safari Yesu alitembea kutoka mbinguni kufika hapa. Mbinguni ni mbali. Wewe unaona kutoka Nairobi kufika Kisii, kutoka Nairobi kutoka Kitale kufika Nairobi. Sijui kutoka Nairobi kwenda Maua inakuwa shida kwako, nauli ni nyingi. Njoo mbali kuliko Yesu kutoka dunia kufika hapa. Alitembea kilomita ngapi? Nyingi sana. Ni sawa sawa na ile yako. Hata hasa hausikie Biblia inasema tupendane kama vile alivyofanya nini? Alivyotupenda. Wewe bado haujasafiri kwenda kuona ndugu. Gari lake ambalo ni lile la moto litatembea siku 8. Yesu lile gari ambalo la moto lile la moto sio la lenyewe linakimbia zaidi ya risasi. Siku 8. Siku 8. Aha. Lakini kutoka Kitale kufika Nairobi ni masaa 6. Masaa 6. Mimi kufika kwenda kuona ndugu vinakuwa shida. Hapa nikikusimamisha wewe. Unayua Meru, sijui utajibia nituka. Nikisema wewe pale, unajua batu ya Kitale, sijui utajibu nini. Upendo ya kuimba haikuwage. Paka upendo uone ndugu, batu wazungumuze, basaidiane kwa mema na mazuri.
Amen. Na kukaa pamoja watu wanazungumza, nayo ni ya mzuri. Watu wanashirikiana. Upendo yetu haitakamilika kwa makambi peke yake. Na kwetu tupafike, kwa fulani upafike. Nadhani haya mafungo mawili yalikuwa yakisema ni kupendana kwetu ni ni amri. Sindio? Sasa utasoma Waebrania sura 13 fungu lake la kwanza. Kunasema nini hapo? 13 fungu la kwanza Waebrania Inasema upendano wa ndugu na udumu. tupendane mwaka. Tupendane mwaka, lakini miezi 5. Miaka 3. Kiasi kwamba unaweza kusema lakini mimi nilijaribu kumpenda, nishafika kwake mara 2. Njoo ile? Hapana. Ni upendo wa kufanya nini? Wa kudumu. Ulishasoma vile? Ndio kabisa. Soma tena tusikie. Anasema upendano wa ndugu na udumu. Petro ya kwanza sura 3 fungu la kwanza kunasema nini? Petro ya 3 sura 3 fungu la kwanza. Petro wangapi? First Peter. Petro ya kwanza. Haikuwepo? Hakuna Sio sura. First Peter. Petro wa kwanza. Takriban swali. Kadhalika ninyi wake Hakuko pale. Panasemaje baba? nisome. Isitukule muda. Ndawapa mzuri. Asome hiyo Petro 3:8 hapo tu. Niko hapo. Neno la mwisho ni hili: mwe na nia moja, wenye kuhurumiana, wenye kupendana kama ndugu, wasikitikivu, wanyenyekevu, watu wasiolipa baya kwa baya au laumu kwa laumu, bali wenye kubariki, kwa sababu hayo ndiyo mlioyaitiwa ili muishi mrithi baraka. Wanaposema upendo wa ndugu, na Yesu alisema mara nyingi upendo wa nini? Wa ndugu. Ijapokuwa msiku za mwisho kwa kuwa unabii kusema kwamba nao ndugu watachukiana, lakini tangu awali mfano harisi uliotolewa na Mungu anasihi sisi tunayokutanana katika Injili, tukitoka katika ukabila mbalimbali, akatusihi tupendane kama ndugu. Ni kusema hivi, watu ambao wanazaliwa na baba moja na ule mama mmoja, wakiwa na urithi wa shamba moja, wajikomelea katika nyumba hii moja, wakikulia katika kifamilia, ni kusema wale watu hakuna fundisho la kuwafundisha kusudi bapendani. Wanapendanaka tu. Sio kusema utawafundisha, utawaonesha, hapana, batapendana tu kwa sababu ni ndugu. Nakumbuka siku moja kulikuwa wandugu wawili, tena wote wanaume. Alikuwa sawa mimi na Jean Baptiste. Mimi namkomalia, ananifuata. Lakini ni mwanaume anajenga kabisa. Kisa mimi na yeye tukafanya ugomvi. Tukachafuana kukiwanja na watu wote wakasikia kwamba ule ndira na Jean Baptiste wanapigana kabisa, na ni wandugu hawapendana. Shida iliyotokea sasa, wakati Jean Baptiste alitoka kidogo kufika pale, akakutana na mtu wa jamaa zingine wa mataifa, bakagongana kukitu moja, wakaanza kupigana. Ule mkubwa yake alipofika pale, fimbo ya kwanza kaipiga ule mtu wa mataifa. Moja, mbili, tatu, watu wakaenda kumkamata. Kwa nini? Watu wakaanza kusema, wewe
Huku nasaidia ndugu yako, si jana ulikuwa na wewe unamtukana. Mwache nimtukane mimi peki. Lakini nyinyi msitukane moroko yangu. Hamuna haya. Mnatukana moroko yangu. Mnaanza pika moroko yangu. Mwache mimi peke ndio namtukana. Haukunasikia. Akaonesha kwamba hawawezi kugusa kunani? Mdogo yake. Kwa mdogo yake. Na wanyama kama ng'ombe, wanyama tu wa porini, ukipima kugusa kundugu yake pale, Utasimama. naye atasimama na kugombanisha. Njoo Yesu akasema tupendane kama ndugu. Tumetoka katika jamaa mbalimbali, katika ukabila mbalimbali, lakini tukisha kuwa wamoja ndani ya imani, ndani ya injili, tunapokuwa kanisa moja, watu ambao wanabeba injili moja kudunia mzima, maandiko inasema tukupendane kama ndugu. Kusisikike kudunia mzima kwamba kuna kitu ambacho naweza kufia na fulani, lakini upendo wetu uwe njoo kabisa, uinuke sana, hata wa ulimwengu waone kwamba sisi tu watoto wa nani? Wa Mungu. Hii kitabu inaitwa Kutayarisha Njia au Maonyo ya Kanisa, gombo lake la kwanza. Ukurasa wake ni 48. Tutasoma kidogo hapa, watu watasikia. Nuru kwa kanisa. Nuru kwa kanisa. Chapter 4. Answers for the church. Page 48 kwa Kiswahili. Hata ninyi wenyewe mtakapofika nyumbani, si mtasoma kwenyewe, anasoma hivi, umoja na Kristo Na upendo wa ndugu. Soma sasa. wanasema katika kanisa la Mungu siku hizi pendo la undugu linakosekana sana. Tuko pamoja. Kwa siku hizi upendo unafanya nini? Unakosekana sana. Wengi wa wale wanaojidai kumpenda Mwokozi hawawapendi wale ambao wanaungana nao katika ushirika wa Kikristo. Tuko pamoja. Tu watu wa dini moja, watu wa nyumba moja, wote watoto wa Baba yule yule mmoja wa mbinguni, wenye tumaini lile lile la baraka la kutokufa. Basi kifungo kinachotufunga pamoja kingekuwa imara na cha upendo kama nini. Mungu akubariki sana. Lakini Angesoma kitabu sare kwa kumalizisha sasa. Walimwengu wanatutazama kuona kama imani yetu inatoa mvuto unaotakasa juu ya mioyo yetu. Ni wepesi kuona kila kosa katika mienendo yetu, kutokupatana kuwako kote katika matendo yetu. Hebu tusiwape nafasi kuilaumu dini yetu. Amen. Tusiwape nafasi. Tutawapa nafasi wakati gani? Ni wakati ndugu atapata shida fulani, kisha wa ulimwengu batangojea baone ni nani mwenye atakuya msaidia. Lakini wa ulimwengu tayari walishafahamu kwamba ana dini yake kule. Kuna kwenye anaendaga kukusanyikia. Kwa gisi mko hapa, wa ulimwengu kule kwenye mnapokutoka, balishajua kwamba mlienda kama nani hapa? Kashenjeri. Balishajua. Dini yako wanajua. Wanajua kwamba ninyi ni washika sabato. Wanajua kwamba ninyi ni watengenezaji. Balishajua. Lakini hawayaamini. Ngojea sasa mmoja wenu apate shida na matatizo, wale wa matengenezo bakosekane kwenye kiwanja. Bakosekane kwenye shida inayomupata. Kisha pale wale wa Katolika na wale wa Protesta wa Protestant wale njoo waanze kukuletea kuni, sababu ni majirani. Banakuta na makaa haukuwaje, kuni haukuwaje, na chakula haikuwaje.
Watakapokupatia chakula na makuni, kurudi kwao wanaanza kusema lakini huyu anajihangaishaga na dini, aseme wako na dini ya namna gani? Dini ambayo haimuoni, dini ambayo haimsaidie ni dini gani? Basi banakosa nuru. Banaona ni ule mama moja tu, hawajaona wamama wa 10 wenyewe wanaingia pale. Ni ule baba mmoja tu, hawaone kundi ya wababa wenyewe wanakuja pale. Wa ulimwengu hapo watasadiki kwamba dini ya huyu ni dini mbovu. Soma hii paragraph. Haina upendo. Hii paragraph. Habashirikiane. Habana umoja. Wewe soma haraka. Hii nitasoma haraka. Lakini yangu ni 55. Anasema upatano na umoja ndiyo ushuhuda wetu wenye nguvu sana, sio upinzani wa walimwengu wanaotuhatarisha zaidi, bali ni maovu yanayofurahiwa na yanatunzwa moyoni mwa waumini, ndiyo yanayoleta maangamizi makubwa na kuzuia sana maendeleo ya kazi ya Mungu. Hakuna njia nyingine ya kuhakikisha zaidi ya kudhoofisha hali yetu ya kiroho kuliko kuwa na wivu, kutuhumiana, kujawa na roho ya kutafutana makosa na kudhaniana maovu. Asante. Ile umoja tu ni ushuhuda. Nakumbuka siku moja tulikuwa na mshiriki mmoja, alikuwa yeye kabisa, wakati wote mvua ilipokuwa ikinyesha ilikuwa inamunyeshea na kwa kitanda, mvua inanyesha kweli, alikuwa hana namna. Lakini makanisa yenyewe yalikuwepo, bakasema tushirikiane tutoe huyo mama katika ile shida. Siku moja tu, siku hii moja, watu wakaleta misumari, wengine manjanja, mabati. Tuko pamoja? Bale sasa wajenzi, wafundi, tena waimani walikuwa hapa. Wengine wakaleta mawe, wengine wakaleta milango, na wakuipiga wako pale. Siku moja kuingia asubuhi ikaenea saa 5, nyumba tulishaimaliza na kuiezeka na kutia mashambre ndani yote. Ikakuwa sasa ni nyumba tena ya kupendeza. Kila mtu anayetokea huko anajiuliza nyumba gani ile? Sababu nyumba yenyewe inajengwa na wanaume 100 itakuwa ya mubaya, itakuwa nzuri. Si watu wote walikuwa wanapita pale wanaanza kuipiga picha kusudi waione. Nyuma ya pale tukabatiza watu 30. Amen. Juu waliona mkono wa Mungu huko hapo. Na wakajua kwamba huyu imani yake kabisa ana wadada na wandugu ambao wanashirikiana nao. Ni mfano natoa, tena ni mfano mingi, lakini Biblia yenyewe inasema kwamba ulimwengu watafanya nini? Watawatambua. Kwa hiyo huu upendo wa ndugu wapenzi, naomba tusiimbe, lakini tuifanyie kazi, isikike. Taendelea kusema kwamba upendo si ya kuimba na kuhubiri, lakini upendo mpaka ingie ndani ya nini? Ya matendo. Mpaka ingie ndani ya matendo. Tutapanda hivi kwa hii fundisho. Nikupatia fungo mahali kitabu ya Matendo ya Mitume, kuna fundisho inayosema mashemasi. Si wewe niko naambia. Hausikii Swahili? Sura ya 9. Aha. Matendo ya Mitume. Kitabu. Aha. Wewe simama utoe mzuri ile kitabu nilikupa hapo. Soma. Ya. Chapter ya ngapi? Ya 9.
Nasema Mungu sio wa mchafuko. Ile njoo angalie. Nilibadilisha, nilitoa kwa Kiingereza nimeweka kwa Kiswahili. Aha, soma haraka sasa. Asante kwa Kiingereza. Kwa huko. Tupatie pendi za Kiingereza. Tusome kwanza. Njoo huko. 90 na 95. Wewe sadiki vinakuwa. Mambo ya wazungu. Mambo ya wazungu. 94 na 5. Aha. Na 5. Paragrafu ya mwisho hiyo chapter 9, paragrafu ya mwisho ya hiyo chapter. Aha. Oh, mahali wanaanza 93.3, 95.3. Soma sasa. Sasa mimi niko na Kiingereza tu. tusome kwa Swahili ndio hii. Okay. Si tumeweka kwa translate. Na Waswahili. Inasema Mungu sio mwanzilishi wa mchafuko, lakini wa amani, kama katika makanisa yote ya watakatifu. Waraka wa kwanza wa Korinto sura 14 fungu la 33. Anahitaji kwamba utaratibu na mfumo uzingatiwe katika uendeshaji wa mambo ya kanisa leo, si chini ya siku za zamani. Anatamani kazi yake iendelezwe mbele kwa ukamilifu na usahihi, ili aweke juu yake muhuri wa kibali chake. kazi tutakayoifanya, namna ya kuboresha kazi ambayo Mungu atafurahia. Njoo anataka aingie hapo. Mungu anachunga jinsi tutaboresha kazi, kisha ye Mungu aiwekee muhuri. Mimi ninapofikia hapa nasikia oga kuona kwamba tunaweza kufanya kazi kwa shida na kwa kujitoa, lakini kazi hiyo Mungu hataiwekea nini? Muhuri. Kazi ambayo Mungu hawekee muhuri, utapata taji ya uzima? Hapana. Utaenda mbinguni? Hapana. Hautaenda. Sasa soma tusikie. Mkristo anapaswa kuunganishwa na Mkristo. Ni kusema maandiko inasema Mkristo afanye nini? Aungane na Mkristo. Nadhani hapa kuko wainjilisti, wazee wa makanisa wako humu na mashemasi pia, na wengine wahubiri muko humu. Tufundishe huu upendo, mpaka huu upendo usikike kwa waamini wote wanayoamini, kusiwe mmoja ambaye atakuwa na mgawanyiko na mwingine. Mkristo afanye nini? Aunganishwe na mwingine. Aunganishwe na nini? Na Mkristo. Ni kusema kama kama Kitale. Wale wenye kuamini. Kama kwani njoo wapi wewe? Huyu ni Laikipia. Si Laikipia? Ha. Kuna waamini wangapi? Kama 20. Kama 20. Inaomba wale 20, wale kama 20 wawe na nini? Na umoja. Kusiwe mama mmoja atakaye farakana na mwingine. Kusiwe mwanaume ambaye atafarakana na mwingine. Kusikuwe mmoja wao ambaye atapata shida kisha wengine wakose kumuona. Hii fundisho